Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Allah kulipeni nyote wahudhurishaji na wasikilizaji. Wakati huu napenda nimkaribishe al-Ustadh Nasiruddin Ibn Tahir Kagimbo ili aweze tuwasilishia mada ambayo ametuandalia wakati huu insha Allah. Naam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza na kuhusieni pasina kuisahau nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah subhanahu, kwani wacha Mungu ndio wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu, kama alivyoeleza yeye katika kitabu chake, inna lilmuttaqina mafaza, kwa hakika ufaulu ni kwa wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhui tunayozungumzia katika muda huu ni asbabu wujubi ittibai manhaj salaf, sababu za uwajibu wa kuifuata manhaji ya wema waliotangulia. Yani, kwa nini ni lazima kuifuata manhaji ya wema waliotangulia? Kwanza, manhaju salaf ni nini? Nini maana ya manhaju salaf? منهج السلف الصالح هو الطريقة التي صار عليها الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان. منهج السلف ni njia ambayo wamepita katika njia hiyo maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wale waliowafuata na wale waliofuata. Hiyo ndio maana ya manhaj as-salaf. Ni njia ambayo wamepita katika njia hiyo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, vile vile wakapita katika njia hiyo wale waliowafuata masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sawa, vile vile wale waliowafuata masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa humul ladhina amanu bil kitabi was sunnah, na hao ndio wale ambao waliokiamini kitabu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa amalu bihima kama jaa duna ziyadatan au nuqsan, na wakafanyia kazi kitabu na sunna kama vilivyokuja hivyo vitu viwili, pasina kuzidisha wala kupunguza chochote katika vitu hivyo viwili, duna talahubin au tahrif
tahrifin, pasina kuvifanyia mchezo, pasina kuvifanyia mzaha au kupindisha katika yale yaliyokuja kwenye kitabu na sunna. Waqad kana salaf, na walikuwa wema waliotangulia, yatamassakuna bikitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ya'maluna bihima fi jami'i umuri hayatihim, na walikuwa wema waliotangulia wanashikamana, wanafungamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wanafungamana na kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wanafanyia kazi vitu hivyo viwili, kwa maana kitabu na sunna, katika mambo yao yote ya kimaisha. Yaani wao walikuwa wakiishi maisha ya Kiqur'ani, wanaishi maisha ya Kiqur'ani, yaani kwa maana wanaishi kwa kufanya yale walioamrishwa na Mola wao na kuacha yale waliokatazwa na Mola wao. Sasa kwa nini ni wajibu kwetu sisi kuwafuata wema waliotangulia? Kwa nini ni wajibu kwetu sisi kuifuata njia ya wema waliotangulia? Kwa nini? Moja, ittiba'ul kitabi was sunna kama fahimuhu masalaf. Hawa ni wajibu kwetu sisi kuwafuata wao, kuifuata njia yao, kwa sababu wao ni watu ambao wamekifahamu kitabu na sunna haswa na inapotakikana. Sawa? Hiyo ni sababu namba moja. Kwa nini tunawajibikiwa sisi kuwafuata wale mabwana? Kwa sababu wao ni watu ambao wamekifahamu na kukifuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ukamilifu wake. Awwalu sababu wujubi ittiba'i manhaji salaf, sababu ya kwanza ya uwajibu wa kufuata manhaji ya wema waliotangulia, huwa annahum fahimu alkitaba was sunna kama arada Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Ni kwa sababu wao wamekifahamu kitabu na sunna, wameifahamu Qur'an na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama vile alivyokusudia Allah subhanahu na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, min duni tahrifin au ta'wilatin ba'idatin 'anil maqasidis sahiha, pasina kupindisha au kuleta maana ambayo iko mbali na makusudio sahihi. Wao walifanya kama walivyoelekezwa. Qala Allah ta'ala, wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, na yale aliyokuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yashikeni, ama yale aliyokukataza yaacheni. Kwa hiyo wao walishikamana na yale aliyowaamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndiyo maana tukawa tunawajibikiwa sisi kufuata njia yao. Fahadhihi alaya ta'muruna bitamassuki bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hii aya inatuamrisha sisi kushikamana na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa huwa ma kana alayhi salafu salih, na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni yale waliokuwa nayo wale wema waliotangulia. Yani yale waliokuwa nayo, yale walioyaishi wema waliotangulia, ndiyo hayo alikuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, min wajibuna ittiba'uhum,
katika wajibu wetu, katika mambo ambayo ni lazima kwetu sisi Waislamu wote ni kufuata, ni kuyafuata yale waliokuwa nayo, ni kuwafuata wao katika mapito yao, katika akhlaqi zao, katika miamala yao. Tunawafuata masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, liannahum fahimu hadha an-nass wa ghayrihi min an-nusus ala wajhiha as-sahih, kwa sababu wao wamefahamu hii dalili na nyinginezo katika dalili kwa namna ambayo ni sahihi, kwa namna inayotakikana. Naam. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan, nimeacha kwenu nyinyi yale mambo ambayo mwenye kushikamana nayo katika nyinyi hatopotea kamwe. Endapo mtu atashikamana na haya mambo niliyokuachieni, yeye daima atakuwa katika njia iliyokuwa sawa. Akasema kitabullah wa sunnati, nimekuachieni kitabu cha Allah subhana na sunna zangu mimi. Kwa hiyo mfuate kitabu cha Mola wenu, vile vile mfuate sunna za mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sababu namba 2, annahum aqrabu an-nas ila fahmi haqiqati ad-din, kwamba wao ndio walio karibu zaidi katika kuifahamu dini. Yani wao wanaifahamu dini kuliko watu wote, kwa maana hakuna watu ambao wanaweza kuifahamu dini wakawazidi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. As-sahabatu al-kiram hum aqrabu an-nas ila zaman al-wahy wa a'lamu an-nas bi kalam an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, lidhan fa innahum al-aqdaru ala fahmi al-maqasid as-sahihah lin-nusus ash-shar'iyyah. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wao ndio walioishi katika zama za wahi, kwa maana wahi wakati unashuka, kwa maana yani wahi kipindi unashuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wao walikuwa katika zama hizo wakiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hao masahaba hao ndio wajuzi zaidi wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sasa hao watu hao wana uwezo mkubwa wa kufahamu makusudio yaliyokuwa sahihi, wanafahamu makusudio kusudiwa katika mambo mbalimbali yaliyoamrishwa. Naam, qala Allah ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان. هذه الآية تدل على أن الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم النموذج الأمثل للاتباع، لذلك يجب أن نسير على مناهجهم. amesema Allah subhanahu wa ta'ala, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar, na wale waliowafuata kwa wema, kwa maana maswahaba waliowafuata maswahaba na wale waliowafuata maswahaba. Tupo hapo Islam. Naam. Sasa hii aya hii inajulisha ya kwamba maswahaba na wale waliowafuata kwa wema ndio watu wanaotakiwa kuigwa, ndio watu wanaotakiwa kuigwa na kufuatwa. Kwa ajili hiyo basi ni wajibu kwetu sisi kupita katika mapito yao. Sababu namba 3, himayatu din min albid'i wat tahrif, kuilinda kwao dini kutokana na kuchangamana na bid'a na kupindishwa. Wao walisimama
wakailinda na kuihami dini. Inna min ahammi asbabi wujubi ittiba'i manhaji salaf huwa anna al-bid'a qad dakhalat 'ala al-ummati ba'da inqidha'i 'asri as-sahabati wat-tabi'in. Miongoni mwa sababu za sisi kuwajibikiwa kufuata njia ya wema waliotangulia ni kwamba bid'a imeingia katika umma baada ya kuwa zimeisha zama za maswahaba na wale waliowafuata maswahaba. Fabtida'u al-umuri fi ad-din yuaddi ila tahrif al-islam an masarihi sahih. Kuzuka kwa mambo katika dini, kuzuka kwa mambo katika Uislamu ni jambo ambalo linapelekea kupinda kwa Uislamu kutoka katika mapito yake yaliyokuwa ya sawasawa. Kwa hiyo maswahaba wao katika zama zao walifanya kazi ya kuihami dini ya Uislamu, kuhakikisha kwamba haichanganyikamani na mambo ya bid'a. Tupo Waislamu? Naam. Kwa hiyo sisi tunawajibikiwa kuwafuata kwa sababu wao walifanya kazi kubwa ya kuhami Uislamu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye atazua jambo katika Uislamu, akaweka yale mambo ambayo hayakuwepo wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaweka mambo ambayo anaona yeye kwa mtizamo wake anaweza akayaingiza katika dini, yani mambo ambayo hayapo katika Uislamu, basi mtu huyo atakuwa ni mwenye kurejeshewa hayo mambo yake. Kwa hiyo tunaona kwamba bid'a ni jambo ambalo lina hatari katika Uislamu. Sasa maswahaba walisimama kuhakikisha kwamba hili jambo hatarishi haliingii katika dini ya Uislamu. Hadhihi alhadith yuhadhiruna min an nazida au nughayyir fi ad-din, bal yajib an naltazima bima kana alayhi salaf as-salih. Hii hadithi inatuhadharisha sisi kutokana na kuzidisha au kubadilisha katika dini, kuweka mambo ambayo hayako, bal yajibu an naltazima bima kana alayhi salafu salih, bali inatakikana kwetu sisi tulazimiane na yale waliokuwa nayo wale wema waliotangulia. Waqala al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ma min ahadin min ahli al-ilmi illa wa huwa muttabi'un lis-salaf. Hakuna yeyote katika watu wa ilmu, hakuna yeyote katika wale wenye utambuzi katika dini yao isipokuwa atakuwa ni mwenye kuifuata manhaj as-salaf. Yani hakuna alimu yeyote ambaye ameidiriki ilmu ya kisheria isipokuwa atakuwa anaifuata manhaji ya wema waliotangulia. Sababu namba 4, kwa nini tunawajibikiwa sisi kuifuata manhaj as-salaf? Annahum ahlul fahmi as-sahih li'aqidati at-tauhid. Tunawajibikiwa sisi kuwafuata wema waliotangulia kwa sababu wao wema waliotangulia ahlul fahmi as-sahih ni watu wenye ufahamu ambao ni sahihi liaqidati tauhidi, wa kuifahamu aqida ya tauhidi. Kwa hiyo ukizungumzia tauhidi, watu wanaoifahamu tauhidi kindani kabisa ni salafu salih, ni wema waliotangulia. As-salafu salih هم الذين فهموا التوحيد وفسروا فيه وعرفوا كيفية التعبد لله عز وجل وكيفية الوقوف على
wa kaifiyat al-wuquf ala i'tibab ash-shirk wa at-tahdhir minhu. Wema waliotangulia ndio wanaoifahamu vizuri tauhidi na ndio wana uwezo wa kuipambanua zaidi tauhidi kutokana na shirki, na wao wamefahamu namna ya kujikurubisha na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wakafahamu namna ya kusimama katika kujiepusha na machafu ya shirki na kujihadhari na shirki. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu akiwa anazungumzia tauhid, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Na hamkuamrishwa nyinyi Waislamu illa liya'budu Allah, isipokuwa mmeamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kumwabudu tu, mukhlisina lahu din, mkiwa ni wenye kumtakasia yeye dini, hunafa, na kujiweka mbali na ushirikina, wa yuqimu as-salah, na kusimamisha swala, wa yu'tu az-zakah, na mkaamrishwa kutoa zaka, wa dhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Kwa hiyo dini ya sawasawa unaipata kwenye aya hii ambayo haukuamrishwa isipokuwa kumwabudu Allah, tena kwa kumtakasia yeye. Tupo Islam. Naam. هذا التوحيد الذي كان عليه السلف الصالح والذي يجب أن نتبعه. hii tauhidi inayozungumziwa hapa ndio tauhidi waliokuwa nayo wema waliotangulia. Kwa hiyo basi ni wajibu na sisi tuwafuate katika tauhidi hii. Hatuwezi kuwa kama wao, lakini tufuate mapito yao, tuwaige wao. Sababu namba 5, najatuhum min alfitan fi zamani al-ikhtilaf, kuokoka kwao na fitna katika zama za ikhtilafu, yani kuto kuingia wao katika fitna wakati wa zama za ikhtilafu. Fi asrina al-hali hayth kathrat al-fitan wa ikhtalatat al-ara, katika zama zetu hizi za sasa, zama ambazo zimekithiri katika zama hizi fitna na mkanganyiko wa rai mbalimbali, yani kila mmoja anaongea lile analotaka kusema kwenye dini, kila mmoja anaongea kulingana na mtazamo wake. Sasa katika zama zetu hizi yumtabaru manhaju salaf huwa at-tariqul wahid lithabati ala al-haqqi wan-najati min ad-dhalal. Katika zama hizi sasa inaitakidiwa na kuzingatiwa manhaji ya wema waliotangulia kwamba ndiyo njia pekee ya kumsaidia mtu kuthibiti katika haki na kuokoka kutokana na upotevu. Tupo tena. Kwa hiyo ukimwona mtu yeyote anaongea, angalia kwanza manhaji yake ni ipi. Kama atakuwa ni katika masheikh wa kisalaf, basi ruhusa kumsikiliza. Ama kama atakuwa ni katika ahlul dalali wal hawa, kama atakuwa ni katika watu wapotevu na watu wanaoongea kwa matamanio yao, basi achana na. Inna hadha al-ilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, kwa hakika hii elimu ni dini, kusoma ni dini. Kwa hiyo angalia, chagua kwa nani unachukua dini yako. Tupo Islam. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadhurruhum man khalafahum
hatta yati amrullah, haitoacha kuwepo katika umma wangu kundi ambalo limedhihiri na kuthibiti katika haki. Kundi hilo halidhuriki na yule anaye likhalifu, halidhuriki na yule anayelisema, halidhuriki na yule anayelituhumu kwa tuhuma mbalimbali, mpaka pale itakapokuwa imekuja amri ya Allah. Lazima watakuwepo kundi ambalo litathibiti. Hadhihi taifatu allati la tazalu ala alhaqi hiya allati taltazimu bimanhaji salafi salih. Hili kundi linalozungumziwa hapa kwamba haitokuwa katika umma wangu, yani haitoacha kuwepo katika umma wangu kundi ambalo litadhihiri katika haki pasina kusikiliza maneno ya watu wasiojielewa, litaendelea kuthibiti katika haki ila qiyam saa. Kundi linalozungumziwa hapa ni kundi gani? Ni kundi ambalo linaifuata njia ya wema waliotangulia, kundi linaloifuata manhaji salaf, manhaji ya wema waliotangulia, alladhi huwa at-tariq al-awdah listimrar fi al-haqi, manhaji ambayo ndiyo njia ambayo iko wazi zaidi ya kumfanya mtu aendelee kuthibiti katika haki. Naam, sababu namba 6, annahum ma'sumun min at-tashattut al-fikri, kwamba maswahaba wao wamelindwa kutokana na mkanganyiko wa rai na mkanganyiko wa fikra. Sawa, wamelindwa, wamehifadhiwa kutokana na mkanganyiko wa fikra. Min asbab wujub ittiba'i manhaj as-salaf annahum kanu yabta'iduna 'an at-tashattut al-fikri wal-ara'i al-mutanaqida, kanu yattabi'una nusus al-Qur'an al-Karim was-sunnah an-nabawiyyah bila ta'wilat au ara'i bashariyah tuathiru 'ala ad-din. Walikuwa wema waliotangulia wao wanajiweka mbali na rai za watu. Wewe unakuja kwamba mimi labda hukumu ya jambo hili kwenye Uislamu ni hii, leta dalili. Tupo unastadili na dalili ipi? Una ushahidi upi kwamba hili jambo limethibiti katika Uislamu? Sio kama sisi sasa hivi. Sawa, Kishki ameshasema wewe ni nani? Kishki ni nani? Kishki ni nani? Kwa hiyo sisi hatuangalii Kishki kasema, hatuangalii mufti kasema, sawa, hatuangalii shehe wa mkoa kasema, hatuangalii hivyo. Sisi tunaangalia hili alilolisema limethibiti, imekuja dalili kwenye hili, pasina kuangalia hadhi ya mtu kwamba kaongea shehe wa mkoa, wewe ni nani? Sawa. Kwa hiyo masahaba walikuwa wao hawaangalii kwamba ameongea fulani, wanaangalia dalili inasemaje. Sawa. Kwa hiyo ni wajibu tuwafuate wao. Sasa kwa kumalizia, kuna kauli ya Imam Malik anasema kwamba ma lam yakun alayhi salaf fala yajuzu an yakuna alayhi al-khalaf, yale ambayo hawakuwa nayo wema waliotangulia haifai, si ruhusa. Sawa, huna ruhusa wewe kuwa nayo, wewe ambaye umekuja baada yao, huna ruhusa wewe. Sawa, huna ruhusa.
Kwa hiyo kama wao hawakufanya na sisi hatufanya. Sawa? Kama wao hawakufanya na sisi hatufanya. Wao hawakufanya maulidi na sisi hatufanyi. Wao hawakusoma hikma na sisi hatusomi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale mabwana hawakufanya. Sawa? Kwani wao ni akina nani? Wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah kawaridhia wale. Sawa? Allah kawataja kwenye Qur'ani. Sasa wewe ni nani kaka wewe? Tukusikilize wewe nani? Sawa? Kwa hiyo hawakufanya na sisi hatufanya. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana liittiba'i manhaj salaf salih. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kuifuata manhaji hii bora, manhaji ya wema yani manhaji ya wema waliotangulia. Sema amin. Tuitikie bwana. Fi kulli umuri, tena katika mambo yetu yote tuangalie manhaji yetu inatuelekeza vipi. Wa an yu'inana ala fahmi dinina kama fahimahu sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na tusaidie katika kuifahamu dini yetu ya Uislamu kama walivyoifahamu hawa miamba masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa an yaj'alana min alladhina yasiruna ala ala khitahim fi kulli zamanin wa makani, na atujalie sisi tuwe ni wenye kupita katika mstari wao. Sawa? Tuwe wenye kupita kwenye mstari wao, tusiende pembeni hata kidogo kwenye mstari wao. Atujalie Allah subhanahu wa ta'ala tupite kwenye mstari wao. Tuseme amin. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Allah kulipeni nyote ambao mmetuwasilishia mada hizi, na nadhani tusitumie muda mrefu, sababu wengi hapa ni nyakati ambazo wanahitajia kwenda kuweka kitu chochote katika matumbo yao. Huyu aliyetoka kuzungumza, hapa aliyetoka kuzungumza anaitwa Nasruddin bin Tahir, Sheikh Tahir al-marhum, Sheikh Tahir maarufu, mtoto wake huyu ni mtoto wake huyu hapa, mtoto ana Sheikh Tahir. Allah amrehemu, Allah amrehemu, tumwombee dua kwa mtu wa kheri, dua dawa. Na miongoni mwa mashekhe ambao walikuwa wakiwapokea masalafi ni yeye, sababu wakati Sheikh Al-Fadhil Qasim Mafuta Qasim amekuja katika mkoa wetu, katika wilaya yetu ya Mleba, Sheikh Salim Barahiani alituma barua azuiliwe katika misikiti, asipokelewe, lakini yeye Sheikh Tahir akawa kumpokea pale shamba, akazungumza na mada aliyozungumza sambamba na mada aliyoitoa ustaz. Sheikh alizungumza hadhihi da'watuna wa aqidatuna, hii ndio dawa yetu na ndio ulinganizi wetu. Alizungumza mada muhimu sana Sheikh, akatufahamisha kunako dawa, na ustazi amezungumzia wajibu wa kufuata manhaj as-salaf. Mada muhimu sana ambayo inatufahamisha limadha
nattabi manhaj as-salaf, au walimadha naqulu kunu as-salafiyin, kwa nini tunasema uweni masalafi? Kataja mambo mengi sana hapa, kataja sababu ambazo zinatufanya sisi tuambieni nini uweni masalafi. Moja katika sababu hizo, kwa sababu wao salafi masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wamekifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wao wamefuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam basi na kudindisha. Hao ndio salafu. Basi na sisi tunasema kunu as-salafiyin, weni masalafi kama wao walivyodhibiti, na akatwambia ya kwamba tunapaswa kudhibiti kisawasawa katika manhaj salafi na kujiweka mbali na watu wa bid'a na watu wa matamanio na kuangalia ni wapi tunapochukua elimu yetu. Sina hivyo? Pia mwisho akasema kwamba sisi hatusikilizi kwamba Sheikh fulani kasema nini. Sheikh kanena, kuna watu baadhi wanasema Sheikh kanena. Kuna mmoja Sheikh kasema hivi bwana. Ndio kasema hivi. Si Sheikh wa mkoa kasema hivi. Sina tunaangalia kitabu cha Allah kinasemaje, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinasemaje juu ya ufahamu wa nani salafu salih. Na ndio maana tunasema kwamba fuateni manhaj ya salafu. Hatukuiti sisi katika kutufuata sisi wala kumfuata Sheikh fulani, bali tunakulingania wewe uifuate manhaj iliyokuwa sawa, manhaj aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na manhaj ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha Waislamu wote waifuate hiyo manhaj ya salaf. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw, ikiwa wataamini kama walivyoamini wale nani hao masahaba pamoja, basi wataongoka. Kwa hiyo ndio maana na sababu kubwa ya kulingania katika manhaji ya wema waliotangulia. Ama ustazi aliyetangulia kuzungumza anaitwa, nadhani itakuwa mara ya kwanza kufika kuzungumza katika kituo hiki, sio? Naam, anaitwa Ustaz Arif ibn Shafi, mzaliwa wa Shamba, pia mzaliwa wa Shamba, amemaliza Markaz Umar bin Khattab Sanawia Umar bin Khattab Dar es Salaam, wa shekhe wetu. Pia ni miongoni mwa wanafunzi wa shekhe wetu mnamfahamu Sheikh Al-Munawi, Abdurrauf Al-Munawi, Allah amehifadhi, na wengine nadhani kwa muda tutawaacha, tutawaweka mapumziko, twende tukale tujali matumbo yetu kwanza pamoja. Baada ya hapo tutawakaribisha mastazi waliobaki ili waweze kuendelea na dua hii. Hawa tunawatanguliza kwa sababu wana dharura kidogo watawala, lakini baada ya hapo tutafuatia mashekhe wetu ambao wamebaki wawili na waje wazungumze. Kwa hiyo tunawapa mapumziko ya muda mdogo, saa 10:30 kila mmoja tu hapa. Namaliza kuswali, napanda mimba, naenda mpaka beli ya saa 12 tunaelekea Katona inshallah. Natoka huko tunarudi kwetu. Ziara itaendelea. Ziara hii inaendelea, napiga masafa ya mkoa mzima inshallah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunalingania dawa tusalafia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.